Lakini suala la mifumo ndani ya vituo vya kutoa huduma za afya, mifumo. Wakurugenzi, nikisema mifumo mnaijua, sababu ndio kelele zangu za kila siku. Ukiwaangalia hawa walivyojipanga hapa, hawa wageni wetu, kila mmoja anasema TEHAMA. Manake huduma za afya hizo unataka kwenda kuzitoa lazima zitaambatana na nini? Na TEHAMA. Sijui kama kuna bima ambayo itakuwa haina TEHAMA. Maana watu watapewa kadi, vitambulisho, watapewa ambayo itakwenda na TEHAMA. Sasa tatizo letu sisi, tukiambiwa tu swala la TEHAMA, vituo vyetu vingi bado havitumii mifumo ya TEHAMA. Sisi tulio katika sekta ya afya tunajua kama ni jukumu letu tulilopewa, tukabidhiwa kwa niaba ya viongozi wetu kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora za afya, na ndilo ambao tumesisitizana kwa siku ya leo, ili tukamilishe maandalizi yote, ili kwamba tutakapoanza utekelezaji wa bima afya kwa wote tuwe tayari kutoa hizo huduma. Na utayari wetu kwa kweli hadi sasa unaweza kusema ni wa kuridhisha. Ni mambo machache tu madogo ya kuendelea kuyaimarisha, hasa matumizi ya mfumo ya TEHAMA katika utoaji wa huduma na utambuzi, ili kwamba tuwe na kumbukumbu sahihi na tuweze kuwa na njia bora kutoa huduma kwa wakati. Tumepata nafasi ya kuweza kuelekezana mambo mengi ya muhimu kuelekea utekelezaji wa bima afya kwa wote. Kama mnavyofahamu, ni maelekezo ya serikali kwamba ndani ya siku 100 tuwe tumeanza kutekeleza bima ya afya kwa wote. Sisi kama Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya tumeweza kueleza ni namna gani tumejiandaa kuelekea utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Kama mnavyojua, tumejiwekea malengo ambayo yanatakiwa kutekeleza yale malengo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu ya siku 100. Kwa hiyo sisi jukumu letu kubwa leo ilikuwa ni kuhamasisha uandikishaji wa vituo vinavyotoa huduma za afya, na mganga mkuu wa mkoa ameelekeza kwamba mpaka tarehe 22 Disemba vituo vyote vile vimeandikishwa. Tumepokea sisi kama wakurugenzi pamoja na timu zetu kwa ngazi ya halmashauri, tumepokea na tunakwenda kufanyia kazi kwa ajili ya kwenda kutoa elimu ya awali au mafunzo kwenye ngazi ya wilaya, kupata mafunzo kwa watumishi wa ngazi ya wilaya, lakini waganga wafawidhi wa vituo, lakini pia na CHMT waweze kupata uelewa wa jambo hili, na wanapokuwa katika vituo vyao waweze kushusha elimu hii ya bima ya afya kwa wote kwa wananchi wetu.